Kwa majina naitwa Isaya Ephraim Kaguo, natokea Iringa. Mdogo wangu naye ni mmoja ya vijana waliokamatwa maeneo ya ICS. Kwa nini alikamatwa? Kwa sababu alitoa taarifa kwetu kwamba anakuja, alitoka Mafinga kuja huku, anasema anakuja kufanya interview ya kazi. Lakini baadaye akatoa taarifa kwamba interview hiyo inaenda kufanyika Arusha, makao makuu ya hiyo taasisi. Kwa hiyo akasema kwamba anahitaji kupewa kiasi cha shilingi milioni 4 kwa ajili ya laptop ya kufanyia kazi, lakini pia kwa ajili ya kutengeneza passport na nyingine kwa ajili ya kusoma course ili afanye hiyo kazi. Tukajiuliza maswali mengi kwamba kwa nini utoe fedha ili upate kazi? Milioni 4 ni hela nyingi, kwa nini njoo nyumbani tukupe ili ufanye biashara? Kama tunayo njoo nyumbani tukupe ufanye biashara. Akasema hata hii ni biashara, kwa hiyo mimi siwezi kurudi huko, tafuteni hiyo milioni 4 mimi niweze kufanikiwa jambo langu. Tukasema haiwezi kutokea, lakini baadaye akasema kuna kipande cha ardhi tuuze maeneo ili tumpe hiyo milioni 4. Sisi tulipatwa na mashaka, tukaanza kufuatilia kwamba huyu mtu kweli yuko Arusha. Baadaye tukagundua huyu mtu hayuko Arusha. Ndio baadaye tu kwa msaada wa jeshi la polisi mimi nikasafiri kutoka Mafinga kuja huku kwa ajili ya kufuatilia jambo hilo. Mwisho wa siku ndio amekamatwa akiwa hapa Mbeya. Kwenye hiyo milioni 4 hamkumpatia? Hatujampatia. Na moja ya sababu kwa nini hatujampatia, kwa sababu tulijaribu kuweka mtego wa Arusha ili aende akachukue hiyo hela, hakwenda. Kwa hiyo tukajua huyu mtu hayupo Arusha ila yupo Mbeya. Kwa hiyo yeye anavodai kwamba sisi ndo tunaweka kizuizi cha kupewa hiyo milioni 4 kwa sababu anamsumbua mama kwamba aweke bond ardhi, lakini sisi kaka zake anaona sisi ndo maadui zake, kwamba hatuwezi kumsaidia ili yeye afanikiwe hilo jambo. Mpaka leo hii bado hataki hata kurudi nyumbani, anasema mpaka tumpe hiyo milioni 4 ili yeye atimize hilo jambo lake. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.